Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone, una commenter, vile vile una partager. Tunakaribisha katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo ili mpate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu. Tuende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako habari kutoka mashariki mwa DRC zinaeleza kuwa mpiganaji mmoja anadaiwa kuwa ni wa muungano wa M23 RDF amekamatwa jana Jumamosi tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika mimili wa Bukavu kuelekea Bunyakiri mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na kundi linalojiita chini ya uongozi wa general anayejitambulisha kama Mwami Kongo Uhuru, mpiganaji huyo alikamatwa baada ya mapigano makali yaliyohusisha wapiganaji wa Wazalendo. Taarifa hiyo inadaiwa kuwa kutokana na mashambulizi makubwa ya Wazalendo, baadhi ya wapiganaji wa M23 RDF walazimika kujiondoa haraka kutoka eneo la mapigano, huku mmoja wao akiachwa nyuma na baadaye kutiwa mbaroni. Ingawa taarifa hiyo imeenea kupitia vyanzo vinavyounga mkono upande huo, bado haijathibitishwa rasmi na M23 RDF wala na mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo mazingira kamili ya tukio na utambulisho wa mpiganaji aliyekamatwa bado haijathibitishwa na chanzo huru. Eneo la Kavumu na Bunyakiri imeendelea kuwa miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na mapigano mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha. Hali hiyo imeendelea kusababisha hofu kwa wananchi, huku wengi wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano na hali ya kutokuwa na usalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kukamatwa kwa wapiganaji kutoka upande wote kunaweza kutoa mwenendo wa mapigano. Hata hivyo, wanasitiza umuhimu wa kudhibitisha taarifa hizo kupitia vyanzo huru kabla ya kufika hitimisho. Mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, yanaendelea kuathiri maisha ya raia, huko juhudi za kurejesha amani zikabiliwa na changamoto nyingi. Hadi kufikia sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa M23 RDF kuhusu madai ya kukamatwa kwa mpiganaji huyo. Wananchi wanaendelea kufuatilia maendeleo ya hali ya usalama katika mimili ya Kavumu, Bunyakiri, wakisubiri taarifa kutoka kwa mamlaka husika. Habari ya hali ya usalama katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya watu wawili kupoteza maisha na dereva mmoja kujeruhiwa vibaya katika shambulio la kuvizia lilotokea Ijumaa tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 kwenye barabara inayounganisha Oicha na Biakato. Kwa mujibu wa mashahidi na viongozi wa asasi za kiraia, tukio hilo limetokea majira saa 10 alasiri katika eneo la Baiti. Watu waliokuwa wakisafiri kutoka Oicha kuelekea Biakato walivamiwa na watu wenye silaha waliowafyatulia risasi gari waliokuwa wakisafiria. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu papo hapo vya abiria wawili, na waliofariki wametambuliwa kwa jina la Jano pamoja na dada yake Solange, ambao wote walikuwa wakitoka Biakato. Dereva wa gari hilo ni Kita Katembo alijeruhiwa vibaya kwa risasi na kukimbizwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Oicha ambako anaendelea kupatiwa matibabu. Mwakilishi wa asasi za kiraia Rams Mali Kidogo amesema tukio hilo limeonyesha jinsi watumiaji wa barabara hiyo wanavyoendelea kuwa katika hatari kubwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Ameeleza kuwa shambulio hilo limekuja siku chache baada ya tukio jingine la vurugu katika eneo la Kasoko Mpompi ambako watu watatu waliuawa na nyumba kadhaa kuchomwa kwa moto. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia yamezitaka mamlaka za serikali kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na shambulio hilo pamoja na kubaini mazingira halisi yaliyosababisha
tukio hilo. Yameomba kuimarishwa kwa ulinzi kwenye barabara kuu inayounganisha Oicha na Biakato ambazo zimekuwa zikikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya watu wenye silaha. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa kuendelea kwa mashambulizi kunahatarisha usalama wa raia, shughuli za biashara na usafiri, huku hofu ikizidi kutanda miongoni mwa jamii. Kwa sasa mamlaka za usalama zinaendelea kufuatilia tukio hilo, huku wananchi wakisubiri hatua madhubuti zitakazosaidia kurejesha usalama na kuwalinda wasafiri wanaotumia barabara hiyo muhimu katika wilaya ya Beni. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu shambulio la kuvizia lililosababisha vifo vya watu wawili na majeruhi moja katika eneo la barabara ya Oicha Biakato. Tuende na habari kutoka mkoani Kivu Kaskazini ambako moto mkubwa umezuka katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Tukio hilo limetokea karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma katika mtaa wa Virunga kwenye barabara ya Potopoto karibu na kanisa WTM Sepaki Virunga, eneo ambalo linajulikana kuwa karibu na makazi ya mchungaji Justin. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio, moto huo ulianza kwa sababu ambazo bado hazijathibitishwa rasmi. Ndani ya muda mfupi moto ulienea kwa kasi na kuteketeza nyumba kadhaa, huku wakazi wakijitahidi kuokoa maisha yao na mali zilizoweza walizoweza kuzibeba. Mashuhuda wanasema moshi mzito ulitanda angani na hali ya taharuki ilitawala, huku majirani wakishirikiana kujaribu kuzima moto kwa kutumia vifaa vya kawaida kutokana na changamoto ya upatikanaji wa huduma za zima moto. Hadi kufikia sasa kiwango halisi cha uharibifu na idadi ya familia zilizoathirika bado haijatangazwa rasmi. Hakuna taarifa rasmi zilizothibitisha iwapo kuna watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa katika tukio hilo la moto. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wanaeleza hofu yao kutokana na kasi ambayo moto huo ulisambaa na kuharibu makazi yao. Mamlaka za eneo hilo zimetarajiwa kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto huo na kutathmini ukubwa wa hasara iliyosababishwa. Wakati huo familia zilizoathirika zinahitaji msaada wa dharura wa makazi, chakula na mahitaji mengine muhimu. Tukio hili limeongeza wasiwasi kuhusu hatari ya majanga ya moto katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu ambako nyumba nyingi zilizopo karibu sana mara nyingi huduma za kuzima moto hufika kwa kuchelewa. Hiyo ndio hali ilivyo hadi sasa katika mtaa wa Virunga jijini Goma, ambako moto mkubwa umeacha familia nyingi ikiwa imepoteza makazi na mali zao, huku ikisubiri msaada na taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Tuende na habari kutoka mkoani Kivu Kusini ambako jimbo la Kivu Kusini inaendelea kushuhudia hali ya wasiwasi baada ya mapigano makali kuzuka kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa M23 RDF katika eneo la Irambi Katana wilayani Kabare. Wakati huo taarifa za ndani zinaripoti kuuawa kwa raia mmoja, jambo ambalo linaongeza hofu kuhusu usalama wa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano yalianza majira saa 4 asubuhi na Jumamosi tarehe mosi Agosti katika kijiji cha Chiere kilichopo ndani ya eneo la Kabushwa kwenye groupment ya Irambi Katana. Milio ya silaha nzito nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, huku kila upande ukiendelea kupambana. Kutokana na mapigano hayo, wakazi wengi walazimika kukimbia makazi yao na kuelekea katika eneo la Katana Centre wakitafuta usalama. Mashuhuda wanasema familia nyingi ziliondoka haraka bila kubeba mali zao, zikiogopa mapigano kusambaa zaidi katika maeneo ya makazi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa M23 waliondoka katika nafasi zao za Lusheshe na kuelekea katika kitongoji cha Chirehe ambako inadaiwa walijichanganya na raia. Taarifa hizi bado hazijathibitishwa na chanzo uhuru, lakini zimeongeza tahadhari kwa wakazi wanaofia usalama wao. Mapigano haya yamekuja saa chache baada ya tukio la kusikitisha la kuuawa kwa raia mmoja aliyefahamika kwa jina la Bishweka Pedro katika kijiji cha Kabamba.
Kwa mujibu wa viongozi na wakazi wa eneo hilo, marehemu alipigwa risasi baada ya kumalizika kwa shughuli za kazi za maendeleo ya jamii zinazojulikana kama Salongo. Vyanzo hivyo vinamtuhumu mmoja wa wapiganaji wa M23 RDF kuhusika na tukio hilo, ingawa upande unaotumiwa bado hujatoa kauli rasmi kuhusu madai hayo. Mashirika ya kiraia yanayofanya kazi katika maeneo ya Irambi, Katana yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Yanasema visa vya mauaji ya raia, kukamatwa kiolela na vitendo vingine vya unyanyasaji viendelea kuongezeka, hali inayozidisha mateso ya wananchi ambao tayari imeathiriwa na vita vya muda mrefu. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Irambi Katana inaendelea kuwa tete, huku wakazi wakisubiri kurejea kwa utulivu. Wachambuzi wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kusababisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani pamoja na kuzuruta zaidi kwa hali ya kibinadamu katika wilaya ya Kabare mkoani Kivu Kusini. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali na viongozi wa M23 kuhusu maendeleo ya mapigano. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu hali ya usalama katika eneo la Irambi Katana katika wilaya ya Kabare mkoani Kivu Kusini. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi achana kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo, kundi la Hamas hatimaye limekubali mpango wa bodi ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kuweka chini silaha zao katika ukanda wa Gaza. Hamas imejaribu kuhakikishia walio na hofu kwa kuahidi kutoa orodha ya silaha, maeneo ya uzalishaji wa silaha za kijeshi pamoja na mahandaki. Silaha hizo zitahifadhiwa na kudhibitiwa na utawala mpya wa Kipalestina na haziwezi kuhamishwa kwenda Israel. Mchakato huo unahusishwa na kuondoka kwa hatua kwa vikosi vya Israel katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel bado haijatoa tamko lolote kuhusu kauli hii. Akiandika katika mtandao wake wa Truth Social, Rais Trump amesema baraza lake la amani lilikuwa limefikia makubaliano ya kihistoria ya kuwapokonya silaha kabisa Hamas na makundi mengine yote yenye silaha huko Gaza. Ameendelea kuelezea kuwa hii ni hatua muhimu sana kuelekea kutafuta amani na usalama wa kudumu. Mwisho wa nukuu. Mwandishi wa BBC Shaima Khalil ana taarifa zaidi. Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu hili, lakini huenda ikawa hatua muhimu sana kwa kuwa tumesikia kutoka kwa Hamas. Wameambia BBC kuwa wamekubali kuweka chini silaha zao zote huko Gaza. Pia tumepata nakala ya mwongozo utekelezaji wa mpango huu ambao unatoa taswira ya moja kwa moja ya hatua mbalimbali za mpango huo wa kuondoa silaha na kuachia sio tu udhibiti wa kiraia bali pia udhibiti wa kijeshi wa Gaza. Hii ni operesheni kubwa na tata sana. Inaweza kuchukua muda mrefu sana. Siwezi kusisitiza vya kutosha kwamba tunapozungumzia mchakato wa hatua kwa hatua, tumewahi kuwa na hali kama hizo hapo awali ambapo hatua ya kwanza inafanikiwa na mambo yanaendelea, lakini kisha vikwazo vikajitokeza katika hatua ya pili na ya tatu, hasa kutokana na wingi wa maelezo na vipengele. Hata hivyo, mpango wenyewe unaanza na makundi madogo yenye silaha huko Gaza kuweka chini silaha zao. Kisha unaendelea hadi kwenye miundombinu ya kijeshi ya Hamas yenyewe ambayo ni miundombinu mikubwa na mipana. Hii inajumuisha mahandaki, vituo vya uzalishaji wa silaha pamoja na silaha binafsi za wapiganaji wa Hamas. Kwa upande mwingine, Hamas inatarajiwa kutekeleza kwa hatua za haraka za kibinadamu, ikiwemo kutolewa kwa malori 600 ya misaada ya kibinadamu na kuondoka kwa zamu kwa vikosi vya Israel huko Gaza. Hivi vyote ni vipengele muhimu vya operesheni hii. Ripoti hiyo ndio inatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Turejea barani Afrika sasa ambapo Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametetea sera za usalama za nchi yake pamoja na diplomasia ya kikanda katika mahojiano maalum na BBC. Akizungumza na mwandishi wa BBC Siriake Muhamenayo, Rais Ndayishimiye alijibu ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inayodai kuwa wanajeshi wa Burundi wanapigana pamoja na kundi la FDLR nchini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwanza amezungumza kuhusu hali ya sasa ya uhusiano kati yake na Rais Paul Kagame wa nchi jirani ya Rwanda. Wanyarwanda na Warundi hawana tatizo lolote kati yao. Tatizo liko kwa viongozi.
Wakati wowote ninapokutana naye namuuliza swali moja: bado nasubiri utekeleze yale tuliyokubaliana. Chochote utakachochagua ndicho tutachokubali. Ukichagua vita, tunaenda vitani, au kama unataka amani, tutakuwa na amani. Hata nilimuuliza ni nini Burundi inaweza kuwapa ili watupe amani, lakini hawajawahi kunipa jibu. Rwanda imetia saini mkataba wa amani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaolenga kumaliza mzozo huo. Hata hivyo, mapigano yanaendelea. Kwa maoni yako, nini zaidi kinachohitajika kufanyika ili kuhakikisha mkataba huo unatekelezwa, ikizingatiwa kuwa Burundi pia ina wanajeshi mashariki mwa DRC? Kumekuwa na michakato miwili tofauti. Mmoja ni kati ya watu wa Kongo wenyewe na mwingine ni kati ya serikali za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo leo, kuhusu mchakato wa Rwanda na Jamhuri ya Kongo, nimepokea tu ujumbe kutoka kwa rais wa Kongo akiniarifu kuhusu utekelezaji wa sehemu yao ya mkataba. Kutokana na kile nilichokisikia, wanapiga hatua nzuri sana. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa inasema FDLR inashirikiana kwa karibu na wanajeshi wa Burundi. Rwanda inajua vizuri sana kwamba hatujawahi kufanya kazi na FDLR. Lakini baadhi ya watu wamedai kuwa walikuja Burundi kwa mafunzo ya kijeshi. Kila wakati tulipowakamata wanachama wa FDLR, tuliwakabidhi kwa serikali ya Rwanda. Wakati jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lilipowekwa kwa mara ya kwanza nchini Kongo, Rwanda ilikuwa ikisimamia huduma ya ujasusi. Kwa hivyo nilimwambia Rais Paul Kagame, sasa kwa kuwa wanajeshi wako wanazungumza na wetu, watuambie mahali ambapo wanachama wa FDLR wako. Ikiwa hatutawatambulisha, utasema kuwa tunawasaidia. Lakini hawakuonyesha wanajeshi wetu mahali ambapo wapiganaji wa FDLR walikuwa. Sasa tunaelewa FDLR iko Ituri. Hakuna wanajeshi wa Burundi huko. Wengine wako katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 na Rwanda. Kwa hivyo wakati Rwanda inapowashtumu wanajeshi wa Kongo kwa kufanya kazi na FDLR, wanasema pia kwa sababu wanajeshi wa Burundi wanafanya kazi na wanajeshi wa Kongo. Hiyo inamaanisha kwamba wao pia wanafanya kazi na FDLR. Tugeukia soka sasa, ambapo timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars inarejea uwanjani usiku huu kufaana dhidi ya Burkina Faso katika mechi yao ya pili ya kundi ba katika michuano ya WAFCON nchini Morocco. Morali ya Tanzania iko juu baada ya kupata ushindi mkubwa mabao 2-1 dhidi ya mabingwa mwaka 2022 Afrika Kusini katika mchezo wao wa kwanza. Kwa upande mwingine, Burkinabe, madada wake almaarufu kama Lady Stallions, itakuwa ikisaka ushindi wa kwanza baada ya kupoteza kwa mabao 4-1 dhidi ya Cote d'Ivoire, na ni sharti washinde mechi hii ili kuendelea kuwa na matumaini ya kusonga mbele. Tanzania huenda ikaandikisha historia nyingine ya kipekee hii leo ya kufuzu mara ya kwanza katika robo finali iwapo itavuna ushindi. Timu hizi mbili zinakutana kwa mara ya kwanza katika michuano hii. Mtanange huu utapigwa katika uwanja wa Larbi jijini Casablanca. Kama wewe ni mpenzi wa filamu, labda umesikia kuhusu filamu ya Netflix kutoka Afrika Kusini kwa jina The Polygamist, ambayo imepata umaarufu kote barani Afrika na kuzua maswali kuhusu mahusiano, hususan ndoa za wake wawili au zaidi. Kwa miaka mingi, ndoa za wake wengi zilishamiri katika jamii za barani Afrika, lakini zinasalia kuwa zenye utata. Utafiti wa kituo cha Pew unaashiria kuwa 11% ya watu barani Afrika bado wanaishi katika familia kama hizo. Sasa, je, zinaweza kufaulu leo? Ili kupata jibu, nimezungumza na Takid Master na wake zake wawili, Cecilia na Mariam kutoka Kenya, ambao wamekuwa kwenye ndoa kama hiyo kwa zaidi ya miaka 20. Cecilia ameanza kwa kunieleza alivyohisi wakati mume wake aliposema kwa mara ya kwanza kwamba anataka kumwoa mke wa pili. Alikuja akanielezea kwamba anataka kuongezea bibi mwingine, lakini kabla ya kuja kuniambia kulikuwa tu na hiyo hisia. Nilikuwa nahisi kuwa kuna venye mume wangu hayuko 100% kwangu. So kuna hako kadalili hiyo tu inaitwa instinct ya wanawake. Ukaanza kuhisi kwamba huyu lazima ana mchepuko kwa sababu kuja nyumbani amechelewa, mara nyingine unaona nini leo ana furaha kesho hana. So pole tu, alafu akanielezea kuna msichana nimepata huko nje na nataka akue mke. So ilichukua muda pole tu akanieleza, ndio nikakubali tu. Maana wewe ndio ulikuwa mvunja riziki. Hawasemi tu nje, lakini wanavyokuona wanasema yule ndio mvunja riziki. Riziki ya nani? Ulimharibia
Umemharibia riziki yake? La hasha. Kwa nini unafikiri wewe kumharibia? Anayo riziki yake, yuko hapa yuko. Yupo. Alafu angekuwa yuko peke yake labda ingekuwa raha zaidi. Na sasa wewe akaja akakwambia ukajua kwamba yupo mwingine. Na wakati mkianza uhusiano ulijua ama ulijua baada ya uhusiano wenu ushaanza? Nilikuwa nishajua kuna mke na alikuwa na watoto watatu. Takidzo alikuwa anajielezea pale ukitrain kwa sababu tulipatana pale kwa martial arts pale gym. So alikuwa anajielezea kuwa yeye ameoa mke na wanao watatu wa kiume. So sikuingia ati nikijua pale hakuna mke. Nianze na wewe Cecilia. Hii ndoa hii ina faida gani kwako wewe? Faida yangu ni kuwa na hiyo familia kubwa. Familia yetu nayo ni kubwa. Ona nina watoto watano, Mariam ana watatu, tuna hadi mjukuu. Alafu amani, kuna upendo na kuna upamoja. Na kuna ile mfano kuna mtu anaweza saidia hii hapa, hatuhitaji hata kuandika mtu kazi ana hii ama hii. Cecilia, hii si content unatupatia. Yako na ka script ya content. Cecilia tuambie iko wapi screen yenye nasoma? Iko wapi? Na bwana yako. Au unadhani tuko na umoja? Nimesema kutokea mwanzo haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Ya siku ikubali ati sasa Mariam wewe kipenzi njoo, nimekupenda wewe njoo ukae na bwanangu kwa sababu ya pia mimi nilijiuliza maswali. Nilikuwa na shida gani ndio Takida enda muone Mariam, nilijiuliza. Nataka nikujibu.